Yes, kuna ujumbe mwingine hapa umeingia. Oh, pole sana, ninasikika kwa mbali sana. Nimepata huo ujumbe. Yes, hapo nadhani naweza nikawa ninasikika kidogo. Aidha nijaribu kuweka earphone. Naomba nipate mrejesho kama ninasikika vizuri kwa sasa. Kwa sasa ninasikika vizuri? Halo? Je, kwa sasa ninasikika vizuri? Ndiyo, unasikika vizuri sasa hivi. Asante sana, asante sana. Ya, kuna ujumbe mwingine hapa. Oh, sawa. Nashukuru sana. Hapa tuna dakika 2 za kuweza kutoa feedback. Siku yako ilikuwaje? Unaweza uka type message ama uka unmute mic yako na ukatuambia siku yako ilikuwaje, aidha kama siku ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ya kawaida, ama siku yako ilikuwa haikuwa nzuri. Tuna dakika 2 tu kwa ajili ya kufanya hilo. Habari. Nzuri, karibu. Haya, napenda kushare siku yangu mimi pia ilikuwaje. Huwa always napenda kuweka schedules kwa siku. Nikiamka asubuhi najua saa fulani na saa fulani natakuwa nifanye kitu fulani na hivyo. Kwa hiyo siku yangu ilikuwa nzuri kwa sababu nashukuru nilimit schedule zangu za siku nzima. Na huwa mara nyingi nikijitahidi nikamit schedules ambazo nimeweka kwa siku, napata a relaxed time ya kupata fresh air na kukaa nje na kupata utulivu wa akili. Asante sana Happiness. Ya, muda wetu umefika na siku ya leo tutakuwa tuna mada muhimu sana. Tutakuwa tuna mada muhimu, na hii mada ya leo inagusa maisha ya mtu fulani. Inaweza ikawa ni maisha yako, inaweza ikawa ni maisha yangu. Leo tutajifunza kuhusiana na trauma, majeraha yasiyoonekana na uhusiano wake na afya ya akili. Kwa hivyo siku ya leo kipekee tutaenda, presenter ama facilitator wa siku ya leo atakuwa ni Happiness Mbilinyi. Happiness Mbilinyi yeye ni counseling psychologist, lakini pia ni social worker ambaye amefanya kazi katika miradi mbalimbali ambayo inalenga maendeleo ya jamii. Kwa hivyo ni mtu ambaye ana uzoefu katika hii tasnia, lakini bila kusahau yote pia ni mtaalamu wa recovery. Kwa hivyo kama tunavyofahamu, katika upande wa addiction, watu wanapokuwa na addiction za vitu mbalimbali, kwenye upande pia wa recovery, naye pia amefanya kazi katika hayo maeneo. Addiction vina uhusiano mkubwa sana pamoja na recovery. Kwa hivyo siku ya leo tutaenda kujifunza vitu vingi na tutaelewa nini maana ya trauma, lakini uhusiano wake ni upi na afya ya akili. Kwa hivyo bila kupoteza muda, napenda kukukaribisha dada Happiness. Karibu, floor ni ya kwako. Karibu sana. Asante sana. Habari za jioni. Ni salama. Haya, kama nilivyotambulishwa hapo awali, mimi ni Happiness Henry Mbilinyi na ni counseling psychologist, lakini pia ni expert wa addiction issues. Nafanya kazi na NGO inaitwa Oyabi, ni afisa ustawi wa jamii.
Nadhani leo tumepata mada nzuri ambayo itatusaidia, lakini pia tuna imani kwamba itamgusa mtu sehemu fulani na aweze kujua changamoto yake ni ipi na atakuwa atafute msaada wa aina gani. Na kabla sijaanza, labda niulize swali kwamba labda kuna mtu ameshawahi kuexperience kitu au ameshawahi kuexperience tatizo fulani ambalo automatically lilibadilisha mtazamo wake, akaona labda dunia haimfai, hajaliwi na watu, hana umuhimu wote kwenye dunia. Nadhani wengi tunapitia changamoto tofauti, kwa hiyo mara nyingi unaweza ukajikuta changamoto unayopitia inakuletea mtazamo kama huu wa kuona hufai na wewe ni less important kwenye dunia. Kwa hivyo basi, understanding trauma and its connection to mental health ni topic ambayo itatusaidia sisi kujua changamoto zetu na jinsi ya kuzitatua. Na moja kwa moja tuangalie, na kwenye presentation leo tutapitia vitu kadhaa ambavyo tutaangalia maana ya trauma, lakini pia tutaangalia types za trauma. Trauma ina aina gani na gani, lakini pia tutaangalia jinsi trauma inavyoumiza au inavyoathiri ubongo. Lakini tutaangalia pia connection na mental health kama mada inavyosema. Tutaangalia dalili za mtu mwenye changamoto hii, lakini pia tutaangalia apate matibabu ya aina gani ili aweze kupona. Kwa hivyo basi, kwa kuanza kabisa, trauma au hichi kidonda kinaitwa ni lasting psychic wound au kidonda kisichoonekana cha akili. Kwa hiyo mtu anaye experience trauma anaweza kawa amepitia changamoto kadhaa ambazo zimekuwa mzigo kwa muda mrefu. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja kupata changamoto hii. Na mtu anaweza kawa amepitia changamoto nyingi, ikiwemo anaweza kawa amepitia physical abuse, amepitia sexual abuse au changamoto za kihisia tofauti, lakini pia anaweza kawa ni mtu ambaye amepitia natural disasters, lakini pia anaweza kawa ni mtoto mdogo aliyepitia childhood neglect. Kwa hiyo changamoto ambazo zinasababisha mtu aweze kupata trauma ni nyingi na tutaziona hapo mbele na kwa urefu zaidi. Kwa hiyo trauma kifupi tunaweza tukasema kwamba kwanza trauma sio tu kuhusu kitu kilichotokea, lakini pia ni kitu ambacho mtu amepitia kiundani zaidi, kwa sababu mtu akipata trauma hawezi kuona kwa nje kwa hisia za kushika au kuona, lakini anapitia emotional suppression, anapitia hisia, maumivu ya kihisia au emotional pains. Kwa hivyo basi, nadhani trauma overview imekaa vizuri, lakini zaidi mtu anaweza akapata trauma au akapitia hiyo scary situation akajisikia kupambana, kufariki au kupona. Kwa hiyo kuna wakati anaweza akapitia hiyo changamoto akajisikia kutoka kwenye tatizo au akajisikia kwamba tatizo limetokea kwake kama upya tena, lakini pia anaweza akapata changamoto akajisikia pia yuko salama wakati sio kitu cha kawaida. Trauma kama nilivyosema hapo awali kwamba ni changamoto au kidonda cha akili ambacho hakionekani. Mtu anaweza akapitia kwa namna tofauti tofauti, na kuna aina kuu na aina kuu 4 ambazo mojawapo ni acute trauma, lakini nyingine ni chronic trauma, kuna complex trauma na secondary trauma. When you speak of acute trauma, tunamaanisha kwamba ni ile intense distress ambayo mtu anapata pale pale anapokuwa amepata changamoto. Kwa hiyo mfano, anaweza akapitia vitu kama nightmares, akaota ndoto mbaya usiku, lakini pia anaweza akapata flashbacks. Unaweza kuta mtu umekaa naye tu kidogo lakini akashout kwa sauti kubwa. Kwa hiyo ni moja ya symptom ambayo anaweza akapotea. Kwa hiyo mtu mwenye acute trauma anapitia kwa muda mfupi,
lakini pia anapata feedback ya mwili kwa muda mfupi pia. Kwa anaweza kama amepitia sexual assault, alishawahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia, lakini pia aisha kupata labda ajali ya gari. Kwa hiyo kile kitu anapata symptoms za kumwathiri kihisia kwa muda mfupi sana. Lakini pia kuna samani kidogo, naomba ni switch kwenye video. Hope nasikika? Ndiyo, unasikika. Samani ilikuwa sijaona video switch. Okay. Kwa sasa huyu mtu mwenye acute trauma anapitia changamoto kwa muda mfupi, lakini pia anapata symptoms zinamtokea pia kwa muda mfupi, za muda mfupi, kama nilivyoelezea hapo awali kwamba anaweza akapata flashbacks, ametulia tu, lakini ukakuta mtu ameshout bila kujua sababu. Lakini pia anaweza kupata nightmares. Hii inatokea sana, mtu kuota lile tukio ambayo lishawahi kumpata kutokana na changamoto aliyopitia. Lakini aina nyingine ni chronic trauma. Hii inaweza inatokea pale ambapo mtu amepata changamoto mara kwa mara, repeated, prolonged, za muda mrefu, lakini pia zimetokea mara kwa mara. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amepitia labda ukatili wa kijinsia au ukatili wa kihisia, alishawahi kupata domestic violence kipindi yupo huko mtoto wa childhood age. Na kwa hiyo sasa anavyozidi kukua, kutokana na zile experience ambazo amezipitia, anatengeneza tatizo kama hakupata any intervention. Na aina nyingine ya trauma ni complex trauma, na hii mara nyingi inataka kufanana na chronic trauma. Hivyo basi mtu ana experience multiple issues. Samahani tena. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata multiple issues ambazo anaweza akawa amepitia. Kwa mfano, anaweza akapitia kama nilivyosema hapo awali, anaweza akapitia unyanyasaji au akapitia sexual assaults na vitu kama hivyo, au hizo domestic violences. Lakini sio tu wagonjwa ambao au wahitaji huduma wanaopata hizi changamoto, hata professionals wanaweza wakapata changamoto ya trauma. Kwa mfano, our counselors, therapists, doctors, na hii mara nyingi inaitwa secondary trauma, na wanapata wale watu ambao ni professionals, wanatoa huduma kwa watu. Kutokana na exposure ya changamoto za mara kwa mara za watu wanaweza kukutana nazo, kwa mwisho wa siku unakuta anapata changamoto ya kupata traumatic. Naona mtandao kwangu unasumbua kidogo, lakini nitajitahidi kuwa sawa. Kwa hiyo secondary trauma au vicarious trauma mara nyingi anapata mtu ambaye ni professional, ambaye anatoa huduma. Anaweza kawa ametoa kwa client, au kama hao tumetaja ni counselors, social workers, police, lawyers na watu kama hao. Kwa hiyo hizo ni moja ya types au kinds za watu wanaopitia changamoto za trauma. Lakini zaidi tunaweza tukapitia pia jinsi trauma inavyoharibu ubongo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba trauma is a psychic wound ambayo inatokea kwa mtu na haionekani, is too emotional. Kwa hiyo sasa kwenye ubongo kuna sehemu za ubongo ambazo zinahusika na hisia, zinazohusika na memory na vitu kama hivyo. Kwa sasa mtu anapokuwa amepata trauma, anaweza one of the part ambayo inaumia au inapata changamoto kwenye ubongo ni amygdala. Na this part of the brain inakuwa responsible sana kwa ajili ya detection.
Kwa sasa mtu anapokuwa amepata changamoto ya trauma, the amygdala part of the brain inakuwa affected. Lakini pia kuna hippocampus ambayo kwa mfano wa hii the place of amygdala, mtu anaweza kama nilivyosema hapo kwamba mtu anaweza kuwa umekaa tu lakini akatoa sauti kali ya maumivu na ukashindwa kuelewa kwamba huyu mtu amepitia changamoto gani mpaka ameweza kutoa sauti kali kama hii. Hatukusikii Happiness. Hello, Happiness, hatukusikii. Nadhani mtandao wa Happiness utakuwa vizuri, utakuwa una shida kidogo wakati bado anaendelea kuseti vizuri. Nadhani mpaka hapo tunaendelea kupata ni nini maana ya trauma. Ngoja tujaribu kumwelekeza hapa aweze kujoin tena. Wakati huo tunaendelea kumsubiria kidogo aweze kuendelea. Tunaendelea. Akili huru, nuru ya jamii. Elimu na taarifa tunazipata bure. Tunafundishwa kuelewa nafsi zetu. Utulivu wa akili ni haki yetu sote. Akili huru, twasimama pamoja. Kwa afya ya akili, leo na kesho. Elimu, huduma na sauti ya matumaini. Akili huru, chanzo cha utulivu wa akili. Akili yangu, mtaji wangu. Huduma zafika kwa kila mmoja, vijana kwa wazee, hakuna kubaguliwa. Tunavunja ukimya, tunaondoa hofu. Kwa maarifa sahihi, maisha yanabadilika. Akili huru, akili huru, tusimama pamoja. Afya ya akili, leo na kesho. Tusimama pamoja.
anavyoendelea ku login tena, naona mtandao kidogo upande wake umekuwa na shida, lakini mpaka hapo naamini kuna mambo ambayo tayari tumeishaanza kuyapata. Je, unahisi labda tuulizane maswali hapa machache na kushare zaidi uzoefu kuhusiana na neno trauma ama majeraha ambayo hayaonekani. Unahisi hichi kitu kweli kipo au ni nadharia tu, hichi kitu hakipo na haujawahi kukisikia? Unahisi, hebu tushare uzoefu kidogo wakati tunamsubiria mwasilishaji anavyo aje kutuambia zaidi. Karibuni. Ndiyo, karibu, nimeona mkono, karibu. Karibu Amina Mboy, naona mkono, karibu. Unaweza unmute alafu uweze kuongea. Karibu. Hausikiki vizuri? Habari za wakati huu? Ni nzuri, karibu. Asante. Nilitaka kuchangia kuhusu trauma, kama zipo na kama tunaishi nazo. Mimi kwa mawazo yangu ni kwamba trauma zipo na watu wengi tumekuwa tukiishi nazo, either kwa kujua kwamba ninapitia trauma fulani au kwa kutokujua. Na kupitia hii trauma tunazopitia zinatuathiri katika nyanja mbalimbali, ikiwemo makazini, kwenye jamii, kwenye familia, na niweze kusema bahati mbaya wengi hawajui kama wanapitia trauma. Wengi wana ile kusema mimi nipo sawa, akiamini kwamba akisema maybe ana trauma either alizozipata akiwa mdogo au anazozipitia akiwa kazini, anaweza akaonekana ni mtu ambaye ni dhaifu. Kwa hiyo better way ya yeye ni kujiona yuko sawa na kujiaminisha kwamba atapigana nazo au ni vitu vya kawaida tu, vitapita. Yeah. Okay, sawa kabisa. Kwa hiyo yes, wengine tunasemaje kuhusiana na trauma? Tumesikia kumbe ni kitu kipo na kina exist, na kuna wakati mtu kuna wengine ambao kabisa unakuta anaishi katika hayo mazingira ya majeraha ambayo hayaonekani, lakini mwingine anaweza akaamua tu kukaa hivyo hivyo bila kutafuta msaada ambao ni sahihi, na akaishi na akajipa moyo hivyo hivyo, kumbe unaweza ukajikuta unajiletea matatizo mengine. Wengine tunasemaje kuhusiana na swala la trauma? Ni kitu ambacho kipo kweli ama ni nadharia tu, na unahisi kina umuhimu au haja ya kuweza kujifunza kuhusiana na majeraha yasiyoonekana? Okay, mwezeshaji nao nimerudi. Poleni. Karibu, pole. Asante. Mtandao ulikuwa unanisumbua, sijui shida ni nini. Kwa Usijali, hiyo karibu. sasa umeuliza swali hapo. Trauma ni kama dada Amina alivyokuwa naelezea kwamba ni kitu ambacho kipo kwenye jamii na watu wanakipitia, lakini kwa sababu wengi hawajui wafanyaje, wachukue treatment action zipi,
Kwa hiyo unakuta mtu anakaa na kitu moyoni, mwisho wa siku ana end up kudevelop changamoto za afya ya akili. Kama mada ilivyokuwa nasema kwamba trauma is connection to mental health. Kwa hiyo it's obvious kwamba mtu asipoteka actions za treatment, obvious ataenda kwenye changamoto za afya ya akili. Naweza kuendelea? Unaweza kuendelea, karibu. Sawa, shukrani. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali kwamba mtu anapokuwa amepitia hizo traumatic events, obvious ubongo unakuwa unaathirika pia, na wakati mwingine mtu anapopitia hizi changamoto anakuwa anaweza akapata vitu vitatu ambavyo ni freezing, flight na fighting. Kuna wakati anapata changamoto lakini kwa sababu hajui afanyaje, anabaki ana freeze, anaganda, hajui atoke au abaki humo kwenye changamoto au atafute treatment support au afanyaje. Kwa hiyo anabaki ndani ya changamoto bila kutafuta intervention yoyote. Lakini pia mwingine anaweza akakutana nalo lakini akafight, akapambana nalo, akaona analimudu, anaweza yeye mwenyewe na vitu kama hivyo. Lakini pia mwingine anaweza akaflight, akastay away from the society, akajitenga, akaanza kuwa na suicidal thoughts, akawa mwenyewe na kudevelop vitu ambavyo tayari inakuwa ni tabia hatarishi kwake. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba the brain inakuwa affected pia. Kwa hiyo trauma sio tu a weakness of a person, lakini ni psychological reaction ambayo mtu anaweza akapata kutokana na changamoto kadhaa ambazo amewahi kupitia. Kwa hiyo hizo ni moja ya how ubongo unakuwa affected endapo mtu anakuwa amepata changamoto ya hii ugonjwa, kidonda hiki cha akili. Lakini mtu anapokuwa amepata hizi changamoto, obvious atakuwa anapunguza ule uwezo wake wa kukabiliana na hatari mbalimbali ambazo anakutana nazo, na atapata vitu kama emotional burnout, outburst, sauti kali ikakuumiza ukashindwa kumuelewa amepitia changamoto gani. Lakini pia atapata difficult kwenye concentrate, either kwenye kazi zake ambazo anapanga au kwenye majukumu yake ambayo ameyaweka kwa siku na vitu kama hivyo. Tuone sasa jinsi gani hii trauma inaweza relate na mental health disorders au mental health issues. Trauma inaweza ikawa ni symptom ya mental health issues nyingi sana, lakini tutapitia tu chache ambazo they are very common kwenye jamii na watu wanakutana nazo. Na moja ni depression. Depression ni persistent sadness mtu anapata kwa muda mrefu. Lakini pia depression hii mtu anajifeel kwamba hana matumaini, yuko hopeless, anakosa interest ya kufanya vitu kadhaa. Lakini the mind ya mtu mwenye depression moja kwa moja inakuwa ni too negative. Anaweza ingia sehemu akaona maybe amefika kwenye nature, anakutana na majani yako green, akakutana na mimea inatoa matunda, lakini yeye cha kwanza atakachokiona ni majani yaliyoanguka chini. Kwa hiyo mtu mwenye depression moja kwa moja tunasema kwamba anaona mind yake inakuwa too negative. Kwa hiyo ataona kile kitu ambacho kimetokea ambacho ni negative kwenye ule mti. Kwa hiyo mtu mwenye trauma anaweza akadevelop mental health disorder ambayo ni depression. Lakini pia kuna post traumatic stress disorder. Nilisema hapo awali kwamba mtu anapata trauma anaweza akawa anapata hisia mbalimbali au anaweza akawa anaota na kupata reactions tofauti tofauti kama flashbacks au nightmares, kwa kuota au kwa kupata fikra zinazokuja ghafla kwenye akili yake. Kwa hiyo obviously huyu mtu ataanza kujitenga, atajiona hana importance yoyote kwenye jamii, atakuwa hopeless, ataona yuko worthless na things of the same. Na another thing ambayo mtu anaweza akawa anapata au hiyo mental health disorder kutokana na traumatic event, anaweza akadevelop anxiety.
tumesema hii ni changamoto ambayo inatokea kwenye akili au kidonda ambacho kinatokea kwenye akili na kinaweza kikapersist kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa anapokutana na vitu ambavyo alishawahi kupitia, vitu vile vile of the kind, lazima ataanza kuwa na wasiwasi. Kwa mfano nilishawahi kupata mfano wa client, sitamtaja, alikuwa kila akikutana na mke wake, akikutana na mke mwingine ambaye sio mke wake, na kwenye kitanda kumetandikwa shuka jeupe, anashindwa kufanya tendo la ndoa kwa sababu alishawahi kupitia ukatili wa kijinsia, kitanda kikiwa kimetandikwa shuka jeupe. Kwa hiyo sasa mtu anakuwa na wasiwasi kwamba anyway, hii inaweza ikawa ndo shuka lile lile ambalo nilishawahi kufanyiwa changamoto fulani huko nyuma. Kwa hiyo lazima develop vitu kadhaa, kwa mfano kupanic, atakuwa na fear of the social situation, kwamba ile mazingira ya pale tena yatakuwa so comfortable kwake, kwa atatengeneza ugonjwa ambao ni anxiety disorder. Lakini kuna substance use disorder. Kwa mfano watu wengi wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya wanakuwa na sababu nyingi, lakini mojawapo ni hao wanaopita traumatic events. Akiona hana sehemu ya kupata nafuu na hana sehemu ya kujiweka ili aweze kupona na kupata relief ya changamoto zake, anajikuta ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Na mfano mzuri ni hao watu wanaotumia alcohol. Anakuta anashawishiwa tu na rafiki kwamba ukitumia hiki kwa muda fulani hautajisikia zile hisia mbaya ambazo umewahi kupitia, lakini akitumia ndo kwanza anakuta anaongeza tatizo. Anaweza akawa amekunywa akapita sehemu mbaya akapata ajali na kupoteza maisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pia wenye substance use disorders probably wanaweza kawa machangamoto yao imekuwa caused na traumatic events. Na tukiangalia symptoms au signs za mtu mwenye trauma ziko nyingi, na mojawapo ni behavioral symptoms, kuna physical na emotional. Tukiangalia kwenye hizi emotional symptoms, mara nyingi watu wanakuwa na fear, wanakuwa na hasira, kama nilivyosema hapo awali kwamba akipata tu changamoto kidogo au umemwelezea kitu kidogo kikamgusa emotions zake, unakuta anapata anger outburst, anakukaripia na vitu kama hivyo. Lakini pia wana feel guilt kwa vile vitu ambavyo wameshawahi kupitia. Lakini sometimes wanakuwa na emotional numbness. Anapata changamoto fulani unakuta hawezi kureact. Nilisema hapo awali kwamba mwingine anapata ana freeze, haelewi afanye nini. Kwa hiyo anakuwa na emotional numbness. Lakini physical symptoms anaweza kadevelop changamoto changamoto ambazo zinaonekana, ikiwepo kukosa usingizi, anaweza akajisikia mchovu sana, akajisikia kichwa kuuma sana, lakini pia akapata mapigo ya moyo yanayoenda kasi. Na tukiangalia pia kuhusu hizi behavioral symptoms, anaweza akapata pia kujiisolate kwenye jamii, kama nilivyosema kwamba huyu mtu anaweza akajiona kwamba yuko worthless, yuko hopeless, hana matumaini yoyote ambayo anaweza akamsustain aweze kuishi kwenye dunia. Kwa hiyo atajiisolate na kuavoid watu ambao wanamzunguka. Lakini anaweza pia akajikuta ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ikawa ni moja ya sababu za yeye, ikawa ni moja ya symptoms ambazo zinaweza zikamtokea kutokana na traumatic event ambayo amepitia. Lakini pia kuna panic attack au hizo flashbacks, kuna hyperarousal, kitu kidogo tu amepata anger outburst na kushindwa regulate emotions zake. Na wakati mwingine anapata suicidal thoughts, anajifeel mwenyewe ajiadhibu kwa kile ambacho amekipitia ili tu labda kuficha ushahidi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba hizi changamoto watu kwenye jamii wanapitia na ni vitu ambavyo ni kawaida, lakini kwa sababu mtu anashindwa kuelewa kwamba hichi ni nini napitia, ni kwa nini napitia hivi vyote, anakosa ile nguvu ya kuinuka na kusema kwamba let me seek for help, ni mwangalie fulani aweze kunisaidia kitu fulani ili niweze kutoka kwenye janga au changamoto hii ninayopitia. Hivyo basi hao watu wenye trauma, ili wasiweze kudevelop mental health disorders, lazima wawe intervened ili wasidevelop changamoto. Na moja ya professional help unaweza ukampa ni kumpa ushauri nasihi,
kutokana na changamoto au sababu aliopitia huko kwenye maisha yake, unampatia ushauri na unasihi. Na sasa hivi tunafurahi kwamba professionals wapo wengi ambao wanatoa ushauri na unasihi. Lakini pia unaweza kumfanyia prolonged exposure kwenye changamoto ile ile ambayo amepitia, unampeleka kwa muda mrefu mpaka atakapozoea. Na kitabibu tunasema kwamba it's obvious kwa sababu yupo kwenye healing process, atapona kwa sababu mwisho wa siku atakuja, atazoea ile situation, atazoea na atakuwa sawa. Lakini pia tunatumia pia trauma focused cognitive behavioral therapy kama nilivyosema hapo awali kwamba mara nyingi pia wanakuwa wanaathirika kwenye tabia. Kwa hiyo mtoa huduma atajua jinsi gani ya intervene kwa kutumia hii cognitive behavioral therapy. Kwa hiyo atakachokifanya yeye atadeal sana na the brain, the mind, vitu visha kumtokea huko nyuma, what were the causes na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna hii motivational desensitization reprocessing therapy. Hii mara nyingi kwa nchini kwetu hamna, wanatumia nchi za wenzetu, wanatumia vifaa fulani ambavyo vinahusisha macho, akiangalia on this side, on that side. Kwa yule mtoa huduma anajua kwamba kikiwa hivi basi atakuwa anapitia changamoto fulani. Lakini hawa watu wanahitaji social support. Familia isikae mbali nao, isiwatenge. Familia watakuwa wajue tuna mwanafamilia ambaye anapitia changamoto fulani kwa sasa. Kwa hiyo anahitaji ukaribu kwa sababu wao ndio watu wa karibu wanaojua alizaliwaje na alipitia maisha gani akiwa mtoto na sasa anaendelea vipi. Lakini pia kuna marafiki, nje ya familia kuna marafiki, watu wa karibu wanaomzunguka huyu mtu. Kwa hiyo lazima social support yake iwe very strong ili kumsaidia aweze kuwa imara na kuondokana na changamoto yake. Kwa hiyo licha ya professional help ambao unaweza ukampa, kwa mfano hizo counseling therapies, pia social background yake inatakiwa iwe very strong ili kuweza kumsupport huyu mtu. Lakini pia anaweza akafanya healthy coping strategies ambazo hizi anaweza akafanya kila siku na mara kwa mara ili mwili wake uwe active, akili yake iwe active na aweze kusahau changamoto anazopitia. Na moja ya coping strategy ambayo anaweza akafanya ni ku-exercise, afanye mazoezi ya mwili mara kwa mara. Afanye mazoezi ya mwili mara kwa mara ambayo atamsaidia kuwa active, lakini pia afanye relaxation techniques. Kwa mfano anaweza kaa relaxed, akavuta pumzi ndani na nje, au akafanya counting, akahesabu 1 mpaka 10, then akarudia 10 mpaka 1. Kwa hiyo zote ni healing processes. Lakini kama hataweza huyu mtu ku air out mambo yake kwa mtu fulani ambaye anamwamini, anaweza akafanya journaling. Mara nyingi huwa tuna encourage hii kitu kwa sababu nakuta mwingine hawezi kushare out vitu vyake. Kwa hiyo cha kufanya, unamshauri aweze kutafuta notebook au diary ambayo anaweza akanote down zile changamoto, aka-express as if anamwambia mtu ambaye anamuona. Na mara nyingi hiyo inasaidia sana. Unakuta wakati mwingine mtu anaweza aka-journal down, aka-write down zile changamoto zake, and end of the day unakuta ana tear up the paper, anachana karatasi kwa sababu ya maumivu tayari ambayo amepitia. Na kwa sababu yupo kwenye healing, tuna imani kwamba ile kitu ita work out. Lakini pia anaweza kufanya mindfulness, kukaa kutulia kwenye sehemu ambayo iko na fresh air, iko na open windows, iko na space kubwa ili kuweza kumtoa hofu na wasiwasi. Na mara nyingi wataalamu wanashauriwa kwamba unapokuwa unampatia mtu huduma au tunapotengeneza ofisi na vitu kama hivyo, na utakuwa tuzingatie ukubwa wa sehemu, kwa sababu wengine unakuta alipitia issues kwa sababu ya small space au chumba kidogo. Kwa hiyo anapokutana na chumba kidogo tena anakuwa anaamsha zile changamoto ambazo ameshawahi kupitia. Lakini pia tunawa encourage waweze kuwa na safe environment. Kama workplace ni safe environment yake, basi unamuinsist aweze kujiengage na hizo workplaces. Lakini kama home and schools au open space yenye ventilation, yenye air nzuri, ni safe place kwake, basi unamu-encourage aweze kuwa na kukaa kwenye sehemu kama hizo ili aweze kuwa na utulivu wa akili. Kwa hiyo sasa hii trauma tumesema kwamba is a psychic wound. Kwa hiyo sasa hii trauma
ni hisia ya ndani ambayo inatokea endapo mtu amekuwa distressed. Either amekuwa distressed hapo hapo kwa muda mfupi na atapata symptoms za muda mfupi, au alishawahi kumhudumia mtu mwenye hizi changamoto, kwa hiyo na yeye anapata kutokana na exposure ya mara kwa mara ambayo anakutana nayo. Lakini pia anaweza kawa ni mtu ambaye amekuwa na overwhelmed issues nyingi, stress nyingi, kwa mwisho wa siku anakuwa na develop chronic trauma. Lakini pia trauma inaathiri ubongo na tabia, na trauma mara nyingi ina increase mental health disorders na zinafanya mtu kama nilivyosema kwamba changamoto ni nyingi ambazo mtu anaweza zikamsababisha akazipata kutokana na traumatic events, lakini the few ambazo tumejifunza zinaweza hizo changamoto za afya akili zika increase riski kubwa ya kupata magonjwa mengine makubwa zaidi, magonjwa ya akili mengine zaidi. Lakini mtu mwenye traumatic events lazima apate early intervention au intervened early ili kuweza kumsaidia. Watu wapo kama tulivyosema kwamba wapo kwenye jamii lakini hawajui waende wapi. Who to intervene them? Nani ambaye awasaidie kwa kuwashika mkono na kuwapa matumaini. Kwa hiyo wanatakiwa ili kuwasaidia wasiweze increase risk za mental health disorders, tunatakiwa tufanye intervention kama tulivyoelezea hapo awali. Lakini pia healing process ya watu wenye trauma ni rahisi na inawezekana. Hata kama itachukua muda mrefu, inahitaji mteja tu awe na uvumilivu, kwa sababu mwisho wa siku atapona. Na watu wenye trauma tunatakiwa tuwa encourage kwamba tunavyowasupport kutokana na zile supportive groups, familia, marafiki nini, wanajifeel kwamba wako safe, wako salama, wako karibu na watu ambao wanawapenda, wanawajali. Na trauma inaweza ikashape a person story, lakini haiwezi kudefine the future of a person, kwa sababu hii inatokea tu na mtu anaweza akawa intervened na akapona. Kwa hiyo hatuwezi kudetermine the future kwamba huyu ndo basi ameshapata changamoto, let's leave the person aside. Hapana. Kwa hiyo tunapokuwa tunakutana na watu kama hawa kwenye jamii, one of the thing ambayo tunataka tufanye kwa encourage kwamba changamoto zipo na tunapitia, lakini unatakiwa ujitahidi kujua wapi utapata msaada na kwa mtu aina gani utapata msaada, ili tuweze kuwasaidia wasiweze kuingia kwenye changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo the last message I can say ni kwamba recovery takes time, patience and compassion are important. Inachukua muda kweli mtu kupona kutokana na changamoto alizopitia, lakini uvumilivu ni wa maana na muhimu sana. Nashukuru mwezeshaji. Asante sana. Kwa kweli hiyo ni message ambayo ilikuwa inahitajika tuisikie, na kwa kweli ukijaribu kujifanyia tu self evaluation, ukajifanyia tathmini mwenyewe, utaona ni kwa namna gani mwezeshaji amewasilisha vitu ambavyo ni sahihi kabisa, na ni mambo ambayo yanaendelea katika maisha ya kila siku. Kama aidha unaweza kuwa wewe umepitia ama kuna mtu ambaye amepitia unayemfahamu. Na kwa huu muda napenda kukaribisha kwa yeyote ambaye ana swali, anatamani kufahamu kitu fulani ama anahitaji kushare uzoefu wake. Karibu. Unaweza ukaandika meseji au uka-unmute mic ili uweze kuuliza swali ama kushare uzoefu kuhusiana na trauma na kwa namna gani ulipata athari hizo kwenye afya yako ya akili. Karibuni. Okay. Ukimya inaonyesha somo limeeleweka kabisa yani.
inaonyesha tumeelewa somo kwa ukubwa sana. Ehe, ninaona hapa kwenye chat box, naona kwenye chat box hapa kuna ujumbe. Ndio, ngoja nipitie hapa kwenye chat box, hapa kuna ujumbe. Huu ni ujumbe: trauma inaweza kuisha yenyewe bila mimi kufanya chochote? Hilo ni swali kutoka kwa Madam Caudens, mwezeshaji. Kama unaweza kurespondi kwenye hilo swali tafadhali, karibu. Trauma inaweza kuisha yenyewe bila mimi kufanya chochote? Madam Happiness, karibu kwa ajili ya kurespond. Wakati huo tunavyosubiria kwa ajili ya kurespond, kama pia kuna swali lingine naweza tukaendelea kuuliza, ili atapo respond aweze kurespondi maswali yote kwa mara moja. Kama kuna swali lingine lolote tuulize, lakini pia kama ungetamani kushare experience kuhusiana na trauma, pia ni sehemu sahihi. Karibuni. Naona mtandao wa mwasilishaji unasumbua kidogo, lakini anajaribu tena kujoin ili aweze kurespondi katika swali ambalo limeulizwa. Mtandao tena ulikaa vibaya kwangu, themanini. Kwa Karibu. hiyo Kuna swali hapo liliulizwa. kuna swali liliulizwa kwamba je, mtu naweza nikapata trauma na nikapona bila kufanya intervention yoyote kama sijakosea? Ndio. Ehe. Ili mtu apone au awe kwenye healing process lazima awe amepata treatment au matibabu ya aina fulani. Let's say tu mtu anayeumwa kichwa, akiumwa kichwa atapata muda wa kupumzika ili apone, atakunywa dawa za maumivu au atafanya chochote, au atakunywa maji mengi ili aweze kupona. Kwa hiyo na hii trauma is the same, kwamba ili mtu awe sawa, atoke kwenye hizi changamoto, it's obvious anatakiwa apate intervention, na kama nilivyoelezea kwamba sio lazima apate professional iweje kutokana na changamoto yake, lakini pia anaweza akafanya zile relaxation skills kama nilivyosema. Kwa hiyo ili upone lazima intervene wewe mwenyewe au upate intervention kutoka kwa professional. Asante kwa majibu mazuri. Nadhani muuliza swali hapo unaweza ukawa umepata kitu fulani, na kikubwa zaidi ni kwamba haya maswali ambayo yanayoulizwa inaweza isiwe kwa ajili yako tu peke yako, lakini unaweza ukakutana na mtu fulani mahali fulani ana maswali ya namna hii, pia unaweza ukawa katika position nzuri ya kuweza kumjibu. Kuna swali lingine, unaweza uka unmute ama uka type message. Okay, naona ukimya ni mwingi. Zaidi ya yote, kwa sababu pia muda wetu umekimbia, ni saa 3:02. Labda nipende kukushukuru pia tena mwezeshaji wetu Happiness Mbilinyi. Kwa kweli kazi ilikuwa ni nzuri na presentation was
ilikuwa iko vizuri kwa kweli. Na zaidi ya yote, labda kama una message fulani ya mwisho ambayo unatamani uweze kutuachia, maana najua kunaweza kuwa kuna mtu mmoja ambaye amechelewa kuisikiliza hii presentation, ameingia kwa kuchelewa, aondoke na kitu gani? Labda ni conclude kwa kusema kwamba traumatic events they are common, zipo kwenye jamii, na mtu anapopitia trauma haimaanishi kwamba amepitia changamoto ambayo haitaweza kutibika au kusaidika, na kama ni changamoto ambayo inaweza kusaidika au kutibika, basi let us encourage wale ambao wanapitia changamoto nyingi za maisha ili waweze kuwa sawa kiakili, na wakiwa sawa kiakili ina maana hawata develop hizi mental health disorders. Kwa hiyo tu encourage tu watu kwamba wanapokuwa wanapitia changamoto za kimaisha wapate safe place ya kuexpose vitu vyao au air out changamoto zao. Asikubali mtu kukaa na kitu moyoni. Kuna njia nyingi za kutoa changamoto kwa kupitia watu, kupitia journaling na vitu vingine ambavyo mtu anaweza zikamsaidia akawa sawa. Kwa hiyo tusikubali kukaa na vitu moyoni. If you get issues, hakikisha una air out kwa mtu ambaye unajua unamwamini na anaweza akakusaidia. Asante sana kwa conclusion nzuri, na kwa kweli kama tunavyoendelea kuelekezwa na ambavyo mwasilishaji wetu ametueleza, maisha kuwa na traumatic events sio mwisho wa maisha. Bado intervention zinaweza zikafanyika na maisha yakaendelea mbele na yakawa mazuri zaidi, na ukaimarisha afya yako ya akili ikawa bora zaidi. Kwa hivyo ni jukumu langu, ni jukumu lako, wote kwa pamoja kuvifanyia kazi hivi vitu tunavyojifunza. Tusivifungie tu ndani tukakaa navyo sisi kama sisi. Tuna sehemu kubwa ya kufanya kwa ajili ya jamii inayotuzunguka ili tuweze kuwasaidia na wao kwa pamoja waweze kuelewa umuhimu wa afya ya akili. Kwa hivyo tunazidi kuwashukuru sana wote kwa hii siku ya leo kwa kuatendi hichi kipindi cha leo. Napenda tu kuambia kwamba kila Alhamis kuanzia saa 2 mpaka saa 3 tunakuwa tuna hizi forum zinafanyika na mada zinakuwa tofauti tofauti, na lengo kubwa ni kujenga ustawi ama ustahimilivu wa afya zetu za akili. Kwa hivyo kila Alhamis kutakuwa kuna mada hizi zinaendelea tofauti tofauti. Kwa hivyo kama ndio mara yako ya kwanza kuhudhuria katika hivi vipindi, karibu tena, na napenda kuwa recognize kuanzia So Magawa, karibu sana, Safiat Ismail, Amina Mboe, karibuni sana sana sana. In a very special way, Happiness, tunakushukuru sana kwa kuwa facilitator hii siku ya leo, lakini pia kwa ambaye atahitaji ku recall back ambacho kimefundishwa siku ya leo, kimekuwa presented siku ya leo. Hizi sessions tunakuwa tunazirecord na zinakuwa uploaded katika YouTube. Kwa hivyo kama utapenda kuzifuatilia na kujua zilipo, unaweza ukaingia tu YouTube ukaandika Akili Huru, then utazikuta hizi video zikiwa uploaded hapo. Lakini pia kuna masomo mengine mbalimbali ambayo yameisha fundishwa katika platform hii, unaweza pia ukayafuatilia ukaweza kujifunza kwa upana wake. Kwa hivyo platform hii ipo kwa ajili yetu. Karibuni sana na asanteni sana wote kwa kuja. Tunashukuru. So kwa sasa huwa tunakuwa tuna darasa huru ambalo linaruhusu yoyote kuweza kuuliza chochote ambacho anatamani, kama kuongea, kufanyaje, ni muda wenyewe sasa. Karibuni sana. So tumeimaliza session yetu officially, lakini pia tunakaribisha sasa darasa huru. Tutakuwa tuna hangout hapa kama mpaka saa 3:15. If there's any issue, mtu anataka kuongea chochote, ni muda sasa. Karibuni. Darasa huru linaruhusu yoyote yule kuongea. Karibuni.